nimepata fursa ya kuandaa ibada kubwa sana, ibada inayoitwa kikao cha wanaume. Ibada hii ni ibada kwa ajili ya wanaume. Kama ambavyo dunia inafahamu na Watanzania na Afrika kwa ujumla mnavyofahamu, mara nyingi kumekuwa na makongamano ya wamama. Wamama wanakutana sana, wanazungumza vitu vyao, wanatoa madukuduku yao, wana majukwaa mbalimbali ambayo wamekuwa wakizungumza. Lakini sisi wanaume hatuna jukwaa linaloweza kutukutanisha kwa pamoja kama wanaume. Na kwa kulitambua hilo, kama mpenda amani katika taifa na Afrika kwa ujumla, nimeona kunayo haja sisi wanaume kuweza kuwa tunakutana, tunazungumza mambo yetu yanayotuhusu sisi kama wanaume. Kwa hiyo nimeamua kwa uwezo ambao Mwenyezi Mungu amenisaidia kuandaa jambo hili, na wakaribisha sana wanaume wote tuweze kukutana. Yako mambo mbalimbali ambayo tutaweza kuzungumza sisi kama wanaume, mambo ya kutujenga katika uchumi, mambo yatakayotujenga katika familia zetu, namna ya kuishi na familia zetu, namna ambavyo tunapaswa kuishi katika taifa ambalo tumepewa. Kwa hiyo nawakaribisha wanaume wote bila kuangalia dini, rangi wala kabila. IPM ni mtumishi wa Mungu wa watu wote. Nawakaribisha sana, mimi pamoja na kaka yangu Saidi Lugumi. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, naye amepata fursa ya kuweza kuhudhuria kikao hiki, kuwa moja ya wageni ambao watazungumza na jamii ya Kitanzania na watu wote ambao watahudhuria kwenye kikao cha wanaume kwa lengo la kuwajenga. Kikao chetu cha wanaume kitafanyika tarehe 2 mwezi wa 4 katika ukumbi wa Mlimani City. Muda kuanzia ukifika saa 3 kamili asubuhi inakuwa sio mbaya. Vaa suti nyeusi, shati jeupe, tai nyekundu na kiatu cheusi. Kuwa smart, na nitafurahi kukuona katika kikao cha wanaume 2026. Kutakuwa na chakula. Kutakuwa na chakula kizuri kabisa, chakula standard kabisa, ambacho ni kama vile mtu anakula tu mtu kaenda kwenye harusi. Kutakuwa na chakula mchana, kutakuwa na maji, kutakuwa na soda, kutakuwa na juice, lakini kutakuwa na maziwa pia. Kwa hiyo unasikiliza kikao cha wanaume, lakini kuna uhakika wa chakula. Hii ni program ambayo tunaifanya mara kwa mara. Kikao cha wanaume ni kikao ambacho kilifanyika mwaka jana hapa kama jinsi unavyoweza kuona, lakini tunafanya kila mwaka mara moja. Kwa hiyo tumeona ni vyema wanaume tuweze kukutana na tuweze kufanya kitu ambacho ni kwa ajili yetu sisi wanaume. Kama unavyofahamu, maadili yameporomoka sana. Vijana wengi wamekuwa wakipotea, wengine wakifariki, wengine wakifanya mambo ambayo huenda wakikutana na wanaume wenzao wataongea kwa pamoja, alafu mwisho wa siku tutakuwa na jamii ambayo ni bora. Utafutaji wa mwanaume umekuwa ni mgumu sana. Kazi zimekuwa changamoto, ajira zimekuwa changamoto, fursa zimekuwa changamoto. Lakini pia maadili yameporomoka sana, maadili ya mwanaume ameachwa, mwanaume amesuswa, unaona bwana. Kwa hiyo mwanaume ana vitu vingi sana moyoni, ana vitu vingi sana ambavyo anapitia. Mwanaume ndio gunia la dunia, jalala la dunia. Kila kitu anaonekana mwanaume hafai. Kwa hiyo inawezekana tukamkosa mwanaume aliye bora, tukamkosa waziri ambaye ni mzuri wa kesho, tukamkosa mbunge wa kesho, kwa sababu hakupewa maadili mapema kwamba usiibe, kwepa jela, kwepa hiki, acha hiki, usifanye hiki, tunza ujana wako, kwepa hiki. Kwa hiyo tunakwenda kuwafundisha pia maadili wanaume, lakini pia kuondoa madukuduku mbalimbali ambayo yako ndani ya mioyo ya wanaume. Wanaume hawaongei, na ndio maana tunakufa mapema, kwa sababu hatuna sehemu ya kutolea madukuduku yetu. Sababu ya kumwalika Saidi Lugumi kwanza ni ule upendo wangu kwake. Saidi Lugumi ni mtu ambaye mimi nilipenda mara ya kwanza nilivyoona. Ni mtu kwanza mwenye upendo, ni mtu ambaye hajivuni. Mungu amembariki, lakini ni mtu ambaye hajivuni, lakini pia ana ushawishi mkubwa katika taifa la Tanzania. Kwa namna ambavyo anaishi, kwa namna ambavyo anasaidia watu, analisha yatima, anagusa jamii kwa ukubwa sana. Kwa hiyo nikaona vijana wengi pia wa Kitanzania wanatamani kufanikiwa. Nikaona kwamba nikimkaribisha, naamini mtu aliyefanikiwa amefanikiwa tu. Anayo maneno mengi ambayo yatakuwa inspired kwa vijana wengi wa Kitanzania na Afrika kwa ujumla, kuweza kujifunza namna ambavyo wanapaswa kupambana, namna ambavyo wanapaswa kumwaga jasho, namna ambavyo hawapaswi kuwa vijana tu lele mama. Naamini maneno atakayozungumza machache, naamini atakwenda kubadilisha maisha ya watu, na watu watatoka hapo wakiwa na morali mpya ya kwenda kufanya kazi, kujituma na kupambana katika maisha. Yani hiki ni kikao cha wanaume, sio kikao cha dini, ni kikao cha wanaume. Kwa hiyo mwanaume yeyote ambaye anajijua yeye ni mwanaume,
kuanzia miaka 18 tayari huyu ni mwanaume, anatakiwa ahudhurie kikao cha wanaume, kwa sababu ni kikao ambacho kitakwenda kumnufaisha mambo mengi sana. Kwanza, wanaume wanakutana. Wanaume wanapokutana watazungumza. Unajua, huyu anaweza akawa hana fursa hii, huyu ana fursa hii, huyu ana ujuzi huu, huyu hana ujuzi huu, au huyu akafanya jambo hili kwa uperfect zaidi, huyu akawa elewi nini afanye. Kwa hiyo wakikutana, tutazungumza, tutakula, tutafurahi, tutacheza, tutamshukuru Mwenyezi Mungu, na naamini hakuna mwanaume atakayejutia kufika kwenye kikao cha wanaume tarehe 2 mwezi wa 4 pale Mlimani City.